na wengine tutasoma kwa vipande vipande. Ndugu waandishi wa habari, asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu tuna jukumu kubwa katika jamii la kulinda na kutetea haki za binadamu pamoja na kufuatilia masuala ya uwajibikaji na utawala bora. Hiyo ndio mojawapo la jukumu letu kubwa sana. Baada ya tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan ya kuchunguza matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kutoa taarifa yake hadharani tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2026, tumeona tuna wajibu wa kuichambua na kutoa taarifa fupi kwa umma juu ya uchambuzi wa awali wa taarifa hii. Taarifa hii inalenga zaidi kuonesha mapungufu yaliyojitokeza katika ripoti ya Mheshimiwa Chande na pia kutoa mapendekezo ya nini kifanyike. Pamoja na kwamba toka awali hatukukubaliana na muundo wa tume hii ambao haukuzingatia ushirikishwaji wa makundi yote ya kijamii na wataalamu wa kimataifa wa uchunguzi wa matukio ya namna hii, bado tuna wajibu pia wa kuichambua taarifa hii na kutoa mapungufu yake na kutoa mapendekezo yetu. Ndugu wanahabari, kwa mujibu wa taarifa ya tume, zifuatazo zilikuwa hadidu za rejea na mawanda ya tume hii. Kwanza, kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha ghasia zilizojitokeza wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 na siku chache zilizofuata. La pili, ilikuwa ni kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na wahusika katika kupanga na kutekeleza vitendo hivyo vya ghasia na uvunjifu wa amani. Tatu, ilikuwa ni kuchunguza na kubaini madhara yaliyotokea kutokana na ghasia hizo, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu pamoja na madhara ya kiuchumi na kijamii. Nne, ilikuwa ni kuchunguza mazingira na hatua zilizochukuliwa katika kubaini na kukabiliana na ghasia zilizojitokeza. Tano, ilikuwa ni kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani, utawala wa sheria, haki za binadamu, utawala bora na mfumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii, kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha matukio kama hayo hayatokei tena. La sita, ilikuwa ni kuchunguza jambo lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu yake. Kwa hiyo tumeona turudie hizi hadidu za rejea ili tuweze kuchambua moja moja kama tume imefanya haki au haijafanya haki katika ripoti yake. Kwa hiyo nitamkaribisha dada Halima Sonda kutoka THRDC ili aanze na mambo ya msingi na kasoro tulizozibaini katika taarifa hii. Kwa majina ninaitwa Halima Sonda, ni mkurugenzi wa program na uendeshaji wa Tanzania Human Rights Defenders Coalition. Mambo ya msingi na kasoro tulizozibaini katika ripoti ya tume. Uchambuzi wetu umebaini kuwa yapo baadhi ya mambo ya msingi ambayo sio mageni kwa umma ambayo tume imeelezea, lakini pia zipo kasoro nyingi katika ripoti ya tume ambayo tunatumia nafasi hii kuzichambua na kutoa mapendekezo. Kwa mujibu wa hotuba ya mwenyekiti wa tume, tume imeainisha vyanzo vikuu vitano kama vyanzo vikuu vya maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025. Mambo yote haya yameshaelezwa katika taarifa nyingi za awali, lakini pia asasi za kiraia mara zote tumekuwa tukisisitiza na kushauri kuwa madai haya yafanyiwe kazi. Hivyo, kwa tume hii kutambua mambo haya kama ni chanzo cha wananchi kuweza kuandamana na kudai yafanyiwe kazi ni kati ya mambo ambayo tume imedhihirisha masuala muhimu ya muda mrefu ambayo yamekuwa ni madai ya wananchi. Vyanzo vilivyotajwa ni kama ifuatavyo: masuala ya kisiasa yanayojumuisha madai ya katiba mpya, demokrasia katika mfumo wa vyama vingi, malalamiko ndani ya vyama vya siasa, madai ya maboresho ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na mfumo mzima wa uchaguzi. Masuala ya kiuchumi yanayojumuisha ugumu wa maisha, ukosefu wa ajira na kukosekana kwa usawa katika fursa za ajira na za kiuchumi. Mazingira ya biashara na uwekezaji yasiyo rafiki, utitiri wa kodi na tozo na mfumo usio rafiki wa utozaji na ukusanyaji kodi. Ya tatu,
masuala ya kijamii yanayojumuisha mmomonyoko wa maadili na kushuka kwa uzalendo, kutopatiwa ufumbuzi na majibu stahiki kwa kero mbalimbali katika jamii kama vile rushwa, ubadhirifu wa mali za umma na madai ya utekaji na kupotea kwa watu. 4. Utendaji usiodhihirishwa wa baadhi ya watendaji na watumishi wa umma, hususani ngazi za chini, mamlaka ya serikali za mitaa, ikiwa ni pamoja na kutosikilizwa au kutatua kero za wananchi kwa wakati na utekelezaji hafifu wa mapendekezo ya tume zinazoundwa. 5. Masuala yanayohusu uhusiano wa kimataifa katika dunia ya leo na ijayo, ambapo mataifa mengi yanatanguliza mbele maslahi yao kama msingi wa mahusiano na kujaribu mbinu na mikakati mbalimbali ya kujiweka katika nafasi nzuri kuendeleza maslahi yao katika nchi nyingine, hasa zinazoendelea na zenye rasilimali nyingi. Kasoro tulizozibaini, na hizi ni kasoro tulizozibaini katika ripoti ya tume. Kasoro ya kwanza, kasoro kwenye mbinu za ukusanyaji taarifa za uchunguzi. Mwenyekiti wa tume aliweza kuelezea kwamba tume ilitumia mbinu au methodolojia ya kukusanya taarifa kutoka kwenye vyanzo rasmi ambazo aliziita ni official sources, yaani polisi, vituo vya afya au mahospitali. Lakini katika mgogoro wote, kwa vitendo vyake, polisi pia wanatambuliwa kama wahusika wakuu na wanatuhumiwa kwa kuua raia. Aidha, katika hatua ya awali, kabla tume haijaanza kuzuia vyombo vya habari kuripoti taarifa za wahanga, umma wa Watanzania uliona jinsi polisi walivyokuwa wanaingilia na kushurutisha utendaji kinyume na weledi unaotakiwa kwenye mahospitali, vituo vya afya. Katika mazingira hayo, tume kutumia taarifa za polisi au wadau wake kupata taarifa badala ya kufanya uchunguzi wa kujitegemea haikuwa methodolojia sahihi yenye kuasili taarifa zinazoaminika. Polisi na vyombo vya usalama vingine vinalalamikiwa kuua, kuteka, kuondoa miili ya watu au majeruhi kwenye vituo vya afya na mahospitali na kuipeleka kusikojulikana. Hivyo, haiwezi kuwa chanzo cha kuaminika katika uchunguzi unaohusu masuala nyeti yanayohusu kukiukwa kwa haki za binadamu, hususan kuteka, kuua na kutesa raia. Aidha, uchunguzi ni sayansi, hivyo tume ilipaswa kufanya uchunguzi wa kisayansi. Kwa hiyo, kwa uchambuzi wetu, tunasema kwa ujasiri kuwa mbinu ya uchunguzi iliyotumiwa na tume kukusanya taarifa za awali, primary and secondary data, haikidhi haja ya sifa za kisayansi za kuchunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Kasoro ya pili, tume kushindwa kubainisha waliozembea kupelekea yaliyotokea. Kwa muda mrefu, watetezi wa haki za binadamu na masuala ya kidemokrasia, uchaguzi, utawala wa sheria na utawala bora, tumeshauri ama kupitia maandiko ya kisomi, makongamano au mikutano na watendaji mbalimbali wa serikali juu ya umuhimu na ulazima wa serikali kutekeleza masuala ambayo tume imeyaita kama vyanzo vya ghasia, lakini isivyo bahati serikali imekuwa ikipuuza maoni ya wadau. Mtakumbuka, hata kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, tulishauri, wanaazaki walishauri ulazima wa kuifumua mifumo yetu ya uchaguzi, ikiwemo uwezekano wa kupata katiba mpya ili kuliokoa taifa na machafuko, lakini serikali haikuwa tayari ama kusikiliza au kutekeleza maoni ya wanaazaki. Hata hivyo, hatukukata tamaa. Tuliendelea kuishauri serikali bila mafanikio. Kwa uchambuzi wetu, yote yaliyotokea kwa sehemu kubwa yamechangiwa na serikali kutochukua au kutekeleza maoni ya wadau. Kama tume ilivyotaarifu, madai hayo yamekuwepo kwa muda mrefu katika jamii yetu, lakini yamekuwa yakipuuzwa. Taarifa ya tume haijaelezea tatizo hili na taasisi pamoja na viongozi walioshindwa kufanyia kazi hoja hizi hadi kupelekea yaliyotokea. Kasoro ya tatu, tume imeshindwa kuwataja Watanzania waliohusika. Pamoja na tume kubainisha baadhi ya vichocheo vya matukio,
Hata hivyo, katika taarifa yake, tume imeonekana kuwa na kigugumizi katika kuwataja kwa uwazi waliohusika na kupendekeza hatua za kuchukuliwa dhidi yao. Kwa mfano, tume imekiri kuwepo kwa vitendo vya utekaji na kupotea kwa watu. Tume imekiri na kutoa takwimu kuwa takribani ya watu 700 hawajulikani walipo hadi sasa. Pamoja na uzito wa suala hili, tume haijaweza kuelezea kwa kina ni nani wanahusika na vitendo hivyo, wala nani anatoa amri ya utekelezaji wake. Kwa uchambuzi wetu, taarifa hii haiwezekani kuonekana kuwa kamili kwa mujibu wa hadidu za rejea zilizoiunda tume, ambazo zilielekeza kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na wahusika katika kupanga na kutekeleza vitendo hivyo, pamoja na kubaini chanzo halisi. Ni vigumu kufikia malengo haya bila kuwataja waliohusika na bila kupendekeza hatua mahususi za kuchukuliwa dhidi yao. Kasoro ya 4, uwepo wa makambi na mafunzo. Taarifa ya tume imeelekeza kuwa takribani watu 500 waliohusika na vitendo vya ghasia walipata mafunzo kwa muda wa takribani wiki 2. Hata hivyo, pamoja na madai haya mazito, uchunguzi wa tume umeshindwa kubainisha kwa kina mafunzo hayo yalitolewa na nani na yalifanyika katika eneo gani mahususi, licha ya kutaja kuwepo kwa kituo cha mafunzo jijini Dar es Salaam ambapo kipo umbali mfupi kutoka kituo kimojawapo cha polisi. Hali hii inaacha maswali mengi bila majibu kuhusu uhalisia na uthibitisho wa madai haya. Suala hili ni zito kubwa sana kwa taifa, na kama kweli haya yalitokea, tume ilipaswa kutoa hadharani taasisi zote za usalama zilizoshindwa kutimiza wajibu wao hadi kupelekea kukawa na vikundi hivi. Namba 5. Kuendelea kutumia hoja za kisiasa zisizo na majibu halisi. Tume imeeleza kuwa baadhi ya waandamanaji walilipwa fedha na kudai kuwa ilipokea ushahidi wa kiapo kutoka kwa mmoja wa waandamanaji. Kwa mantiki ya kawaida, ushahidi wa kiapo unapaswa kubainisha wazi mhusika aliyetoa fedha hizo. Hata hivyo, katika hali isiyoweza kuelezeka, tume haijaweka wazi ni nani aliyetoa fedha hizo wala malengo ya ufadhili huo, licha ya kudai kuwa na ushahidi huo wa kiapo. Kwa ujumla, hoja hizi ni mwendelezo wa hoja za kisiasa zilizotolewa wakati wa uchaguzi na zinaonyesha kuwepo kwa mapungufu makubwa katika kutoa majibu ya kina kuhusu madai mazito yaliyowasilishwa, jambo linaloibua maswali juu ya ukamilifu na uwazi wa ripoti ya tume. Tume imekiri zipo sababu za msingi za vijana kuandamana, na haiwezekani tena fedha au fadhili kutoka nje ndio uwe sehemu iliyochangia maandamano. Hoja zilizotajwa kuwa chanzo cha maandamano zinajitosheleza kuamsha vijana wenyewe bila kuwa na ushawishi mwingine. Vile vile, kulikuwa na matarajio makubwa kutoka kwa umma kuhusu madai kwamba kulikuwa na waandamanaji waliokodiwa katika nchi jirani kushiriki katika maandamano hayo. Maswali muhimu yalihusu waliingiaje nchini, ni nani aliyewafadhili, kwa malengo gani. Hata hivyo, licha ya uzito wa hotuba hizi katika mjadala wa kitaifa, tume haikutoa maelezo yoyote wala kuchukua msimamo juu ya madai hayo, hali inayozidi kuongeza sintofahamu na kuacha maswali mengi bila majibu. Naomba niishi. Kwa jina mimi naitwa Jebla Kambole, ni wakili wa kujitegemea na nazungumza kama mjumbe wa kamati ya katiba na sheria na haki za binadamu kutoka chama cha wanasheria Tanganyika Law Society. Baada ya kusikiliza taarifa ya tume, kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa na Jaji Chande, mapungufu mengine ambayo tumeyabaini kama asasi za kiraia ni pamoja na kuhusu idadi za vifo na majeruhi. Pamoja na kwamba tume imetoa takwimu na vifo na matukio mengine kama tulivyobainisha hapo juu na mwenzangu alivyosoma, bado takwimu hizi hazijatoa sura kamili kilichotokea wakati wa maandamano mwaka 2025. Ushahidi mwingi wa kimazingira ulionyesha kulikuwa na matukio mengi ya mauaji ya raia. Kwa kuwa tume imekiri huenda wengine hawakwenda kutoa taarifa za vifo na majeruhi, basi takwimu hizi haziwezi kuwa ndio za mwisho au kutegemewa sana kama kuwa
bado uchunguzi zaidi wa idadi ya vifo na majeruhi unahitajika. Takwimu hizi zimeshindwa kubainisha ni watu wangapi waliuawa wakiwa kwenye maandamano na ni watu wangapi waliuawa katika makazi yao, kwa kuwa watu wengi waliojeruhiwa na kuuawa wakiwa katika majumbani, katika biashara zao. Kwa hiyo imeshindwa kutofautisha ni wangapi waliuawa majumbani, wangapi waliuawa wakiwa katika maandamano. Imefanya kuwagumu wote pamoja, na tunaona hiyo ni changamoto. Lakini pia kuna utata wa miili ambayo haijulikani ilipo. Pamoja na changamoto ya taarifa kamili ya miili ya watu kutojulikana ilipo, jambo lingine la kushangaza katika taarifa ya tume ni kukiri kwamba kulikuwa na takriban miili 39 iliyotambuliwa na ndugu katika vituo mbalimbali vya afya, lakini baadaye ndugu wao walishindwa kuipata na hadi leo hawajafanikiwa kuichukua. Hili ni swala zito linalogusa haki za msingi za binadamu na utu, hasa kwa familia zilizohusika. Kinachotia wasiwasi zaidi ni kwamba tume haijaeleza ni nani aliyowazuia ndugu kuchukua miili hiyo, hasa ikizingatiwa kuwa vituo vya afya vilivyohusika ni vya umma. Hali hii inaibua maswali muhimu: ni kwa mamlaka gani miili hiyo ilizuiwa, kwa malengo gani, na ni hatua gani zinachukuliwa dhidi ya waliohusika? Baada ya kutoa majibu ya kina, tume linaonekana kuishia kueleza tatizo hili kana kwamba ni mlalamikaji, bila kuchukua msimamo wa wazi unaoendana na wajibu wake wa kubaini ukweli na kupendekeza hatua stahiki. Taarifa hii haijaweza kuweka bayana kuhusu swala la watu ambao miili yao haijulikani ilipo. Hii inaonyesha kuwa muundo wa tume ulichangia watu wengi kuogopa kwenda kutoa taarifa, na hivyo kufanya tume kutoa taarifa huku wengi wakishindwa kwenda kupeleka taarifa zao. Changamoto nyingine ambayo tumeibaini ni tume kushindwa kufafanua kuhusu uhalali na madhara ya tamko la IGP. Eneo jingine muhimu ambalo umma wa Tanzania ulitarajia kusikia msimamo wa tume ni kuhusu uhalali wa tangazo la IGP Wambura lililowataka wakazi wa Dar es Salaam kutotoka nje ya makazi yao, na ambalo baadaye ilionekana kutumika katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kutokana na uzito wa swala hili katika muktadha wa sheria na katiba, umma ulitarajia tume kutoa ufafanuzi wa wazi kuhusu uhalali wake na athari zake. Hata hivyo, katika hali isiyoeleweka, tume haikugusia kabisa jambo hili, jambo linaloacha pengo kubwa katika hoja za kisheria na kiutawala, kwa sababu Watanzania wengi waliona namna gani tamko hili lilitekelezwa katika mikoa mingine. Kwa hiyo wananchi walitegemea kupata ukweli. Kwa kuongezea kwenye changamoto hizo, lakini pia asasi za kiraia hazijaweza kuangalia taarifa ya tume namna gani iliainisha changamoto ya kuzimwa kwa mtandao, kwa sababu tunafahamu kwamba ni wazi na ni kweli mtandao ulizimwa wakati wa hicho kipindi cha tarehe 29 Oktoba na tarehe zilizofuata, lakini madhara ya kuzimwa kwa mtandao hayajabainishwa na uhalali wa kisheria wa kuzimwa kwa mtandao haujabainishwa na tume hiyo. Lakini pia kuna jambo jingine la kuhusu tume kutoa taarifa juu ya watu kupotea au kupotezwa. Kwa hiyo tume imetoa taarifa ambayo iko pamoja, ambayo imeshindwa kutofautisha watu kupotea na watu kupotezwa. Changamoto ambayo Watanzania wanafahamu ni ukweli kwamba tatizo kubwa la watu ni kupotezwa, sio kupotea, kwa sababu watu kupotea imekuwa ni swala la kawaida toka miaka ya nyuma. Aidha mtu hana akili timamu au shughuli nyingine yote itamfanya apotee. Lakini changamoto ambayo chanzo cha vurugu ni watu kupotezwa, enforced disappearance, sio watu kupotea. Lakini pia jambo la mwisho tunataka kuliangalia ni kuhusu tume kutowataja wahusika wa mauaji ya Oktoba 29. Katika hatua ya tume kuepuka kuwataja wahusika wa mauaji ya Oktoba 29 na tarehe zilizofuata na kutopendekeza hatua mahususi kuwawajibisha, badala yake tume imependekeza kuundwa kwa chombo kingine cha kijinai kinachopewa jukumu la kushughulika masuala hayo, ikiwemo kuwabaini na kuwachukulia hatua watuhumiwa wa mauaji hayo. Hali hii inaibua swali la msingi kuhusu upeo na madhumuni ya tume yenyewe. Ikiwa tume ya Mheshimiwa Jaji Chande haikuwa na mamlaka ya kushughulika masuala ya kijinai, je, ilikuwa inachunguza nini hasa? Na ikiwa ilikuwa inapokea ushahidi wa mashahidi hata kwa njia ya viapo, ushahidi huo ulikusudia kutumika kwa lengo gani? Kukosekana kwa majibu ya wazi katika masuala haya kunazua shaka juu ya ufanisi na mwelekeo wa kazi ya tume.
pamoja na uwezo wake wa kufikia matarajio ya umma katika kubaini ukweli na kuhakikisha uwajibikaji, muda mwingi umepita na fedha nyingi zimetumika, kwani tume imeshindwa kuja na majibu kamili ili kuweza kumaliza swala hili kwa wakati. Kwanza tena, mchakato wa uchunguzi ni kupoteza muda, kuto kujali yaliyotokea na kuongeza tena mafuta kwenye moto unaowaka. Na ndio maana toka mwanzo tulidhani ni vyema kuwa na tume huru na shirikishi ambayo itatumia muda mchache kuja na majibu kamili na ushauri kwa taifa kuhusu yaliyotokea Oktoba 29. Tusipokuwa makini, tunaweza kwenda hadi uchaguzi ujao tukiwa na swala hili na changamoto zote kuendelea kubakia kama zilivyo. Kama nilivyosema mwanzo, nawakilisha Tanzania Transparency Forum, taasisi mwenyeji kiutawala wa Tanzania Governance Multi-Stakeholder Group. Na mimi kwa kweli mimi niko kwenye hiyo Tanzania Governance Multi-Stakeholder Group ambao mwakilishi wetu wa kiutawala ni Tanzania Transparency Forum. Kwa msimamo na wito wetu, gari ataweka hitimisho na labda kuweka msisitizo wa haya tutakayozungumza. Kwa kuzingatia maelezo ya uchambuzi huu wa Zaki, ni wazi kuwa Tanzania inakabiliwa na changamoto za kimuundo zinazohitaji majibu ya kina ya muda mrefu. Hata hivyo, changamoto hizi pia zinatoa fursa muhimu ya kufanya mageuzi ya kimsingi katika mifumo ya uongozi, uchumi na mshikamano wa kijamii. Huu si wakati wa kutafakari tu, bali ni mwito wa kuchukua hatua madhubuti za mageuzi. Mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa kukabiliana na changamoto hizi kwa ujasiri, kujenga mifumo yenye haki na kuhakikisha kuwa kila mwananchi anapata fursa ya kushiriki katika maendeleo ya taifa. Hivyo, Zaki zinatoa msimamo na ushauri ufuatao kwa maslahi ya haki, uwazi na mustakabali wa taifa. Hatuungi mkono pendekezo la kuundwa kwa chombo kingine cha kijinai kushughulikia masuala yaliyobainishwa na tume. Tunaamini kuwa tume ya Mheshimiwa Jaji Chande ilikuwa na uwezo na mamlaka ya kushughulikia masuala hayo, na kwamba kukwepa kufanya hivyo kunaashiria ukosefu wa utashi wa kisiasa badala ya ukosefu wa uwezo. Muda umekwenda na gharama kubwa zimetumika. Kwa sasa ipatikane tume huru ya kutafuta ukweli, uwajibikaji na maridhiano ya kitaifa. Narudia, sasa ipatikane tume huru ya kutafuta ukweli, uwajibikaji na maridhiano ya kitaifa. Tume hii iundwe na watu huru. Tume ya Jaji Chande itoe taarifa kamili yenye ukweli halisi hadharani. Tunatambua kuwa kiini anatomy cha vurugu na mauaji ya Oktoba 29, 2025 ni mgogoro wa kisiasa ambao umekuwepo Tanzania tangu nchi iliporejea kufuata mfumo wa utawala wa demokrasia na siasa za ushindani wa vyama vingi 1992, kinyume na ushauri wa kitaalamu na mapendekezo ya tume ya Jaji Mkuu Francis Nyarari. Njia ya kumaliza mkwamo huu sio kutafuta wachawi, vijana fukara au raia wasiojitambua bali ni kutekeleza mapendekezo ya tume ya Jaji Nyarari aliyotoa zamani 1992. Serikali ilipe fidia, hii ni siri. Serikali ilipe fidia kwa wahanga wote wa tukio la Oktoba 29, 2025 waliofariki na hata waliojeruhiwa,
waliojeruhiwa kwa kuzingatia sheria na mikataba ya kimataifa ya fidia ya kufidia wahanga. Pendekezo la tume kuwa serikali iweke utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu bure, waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba wanapata huduma za matibabu bure, ikiwa ni pamoja na utakaohitaji vifaa saidizi na viungo bandia, ni kejeli kwa wahanga, ndugu na jamaa zao. D, wote waliohusika na mauaji na matumizi ya nguvu kupita kiasi kama ilivyokiriwa katika taarifa ya tume wanapaswa kuwajibishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria bila upendeleo wowote. Hii mchakato wa maridhiano ya kitaifa unapaswa kuendana na utaratibu wa viwango vya kimataifa na weledi wa kutanzua migogoro ukisimamiwa na watu waadilifu waliopendekezwa na wadau wenye maslahi kwenye mgogoro. Unatakiwa pia vile uwe jumuishi, ukihakikisha makundi yote muhimu ya kijamii na kisiasa, ukihusisha makundi yote ya muhimu ya kijamii na kisiasa, na uongoze na utashi wa kweli wa kisiasa ili kufikia suluhisho la kudumu. Muda umekwenda na gharama kubwa zimetumika. Kwa sasa ipatikane tume huru ya kutafuta ukweli, uwajibikaji na haki kabla ya kuanza mchakato wa katiba mpya. F, mchakato wa katiba mpya uanze baada ya kupata kwanza mwafaka wa kitaifa na kutolea majawabu na uwajibikaji wa yale yote yaliyotokea mwaka 25. Katiba mpya iwe kama sehemu ya kushughulikia chanzo kikuu cha malalamiko ya muda mrefu ya wananchi na kuzuia kujirudia yasitokee. Hali hii iwe ni hatua ya mwisho na muhimu katika kutekeleza mwafaka wa kitaifa. G, wafungwa wote wa kisiasa wanaoendelea kushikiliwa gerezani kuhusiana na matukio ya Oktoba 29, 2025 waachiliwe mara moja na bila masharti yoyote, ikiwepo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Watu wote wanaodaiwa kutekwa na kupotea ambao kwa mujibu wa taarifa ya tume ni zaidi ya watu 700 na bado hawajapatikana. Hapa haijasemwa lakini wote tunajua hata Humphrey Polepole yuko kwenye kundi hilo. Wanapaswa wapatikane au kuachiwa mara moja bila masharti yoyote. Iwapo wapo waliofariki, basi ndugu zao wapatiwe miili ya wapendwa wao kwa wakati ili waweze kuwazika kwa heshima inayostahili. Tume ya Jaji Chande itoe taarifa kamili kwa umma yenye ukweli halisi hadharani, hasa kuhusu mauaji ya watu pamoja na askari waliohusika. Je, viongozi wote waliozembea na kupuuzia maoni ya Azaki na watu wengine, hapa tunakumbuka Jaji Warioba na wengine, kuhusu kutatua changamoto hizi za tangu 92 alizoainisha Jaji Nyalali, kupata mwafaka wa kitaifa kabla ya uchaguzi wawajibishwe, ikiwemo yani wale ambao walizembea mpaka tukafika hapo mpaka tukafika kwenye huo uchaguzi unachoitwa uchaguzi wa 2025 wawajibishwe, ikiwemo tume ya uchaguzi, kwa kuwa ikiwemo na tume ya uchaguzi ambayo ndio kiini kikuu cha matatizo, kwa kuwa imechangia sana changamoto hizi kuelekea uchaguzi wa 2025. Alfano kutoka Nipashe ambalo naanza kujibu kwa sababu nina uelewa kitafiti.
Katika hadidu za rejea za tume ya Jaji Mkuu mstaafu Chande, hatukuona mawanda ya kwamba wataanzia muda gani mpaka muda gani, isipokuwa tukio la uchaguzi. Pengine Jaji Chande walikuwa na nafasi vile vya kuongeza mawanda. Kwa hiyo aliposema kwamba ni watu 700, tunaichukulia kwamba ndiyo kazi walioifanya kuona ni wangapi ambao wamepotea, kwa sababu wale watu walipotea, tunajua walio wengi hawajapotea wakati ule uchaguzi. Ndiyo wakati wa uchaguzi kuna baadhi ya kipindi kile cha siku 5-6 zilizo uchaguzi, lakini tunajua vile kwamba kabla ya pale kulikuwa na taarifa kadhaa na mashirika kama hapa Kituo cha Sheria za Binadamu, kama Tanganyika Law Society, tunakumbuka kwamba alifanya kazi ya utafiti kutafuta. Nakumbuka ripoti ya mwaka 2024 ya TLS, Tanganyika Law Society, nadhani walikuwa wamegundua kwamba walikuwa na watu nadhani 85 kama sikosei, lakini tunaona kabisa kwamba sasa hii tume imeongeza hiyo idadi, na kuna ripoti nyingine inasema ni watu 200 mpaka nadhani mwaka jana kwenye mwezi wa 4 wa 5. Sasa hivi tunaambiwa kwamba ni watu 700. Kwa hiyo naamini kwamba hiyo tume itumia nafasi ile kwa nayo kukusanya hizo taarifa na kuziweka hadharani. Kwa hiyo kimsingi tunajua kama ni taarifa ambayo sio kama ni exhaustive, lakini angalau inatuongoza kwamba kuna tatizo kubwa, kwa sababu watu 700 kupotea hawajulikani walipo, au kwa maana mengine kama alisema mwanasheria Kambole, kupotezwa na hawajulikani walipo ni swala ambalo ni si la kawaida katika taifa, katika upande wa usalama, kwa sababu mtu unatakiwa kuwa salama muda wote, upaswe kuwa na kufanya shughuli mbalimbali na kuwajibika kwa namna ambavyo unaenjoy haki za kiraia. Pengine maswali mengine nisiyajibu ya chanzo huyu Anthony na nadhani niachie wanasheria wamekaa kwa wanasheria kuja juu kabla kama unajua kae. Sawa. Asante kwa maswali ndugu waandishi. Niongezee kwa ambacho amejibu ndugu yangu mzee wangu Kaiza hapo, ni kuhusiana na swali ambalo aliuliza Alifa kutoka Nipashe kwamba hizi takwimu za watu 700 ni kuanzia lini mpaka lini. Lakini ukiangalia kwa taarifa ambayo imetolewa na tume, ndio maana tumesema changamoto kubwa ni kwamba tume imetoa taarifa kutokana na taarifa inayopewa na Jeshi la Polisi ambao ni mtuhumiwa kwenye sakata hili lote. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Polisi ambao wamepokea tume, ni kuanzia 2023 mpaka 2025 ni zaidi ya watu 700 wamepotea. Sasa hiyo taarifa, ukisoma taarifa hiyo press ya tume, imetokana na taarifa iliyopewa na Jeshi la Polisi. Lakini pia kulikuwa kuna swali la Anthony mwandishi huyu ambaye aliuliza kuhusu ripoti au ni taarifa ya rais. Ukisoma sheria ya Commission of Inquiry Act ambayo imempa mamlaka rais kuteua tume kama ilivyofanya, kifungu cha 21 kifungu kidogo cha 3 kinatoa mamlaka haya kwamba ripoti inarudi kwa rais. Sasa ni rais yeye ndo anayeamua kwamba ripoti hii iende wazi au aamue kuishikilia mwenyewe. Kwa hiyo yeye ndo anayeamua. Lakini sisi wito wetu, kwa sababu ripoti hii ni ya watu, imetumia fedha za watu, tunafikiri ni muhimu, kama kweli tuna nia ya kuliponya taifa hili, ni muhimu ripoti hiyo ikawekwa wazi ili wananchi waweze kuiona, ili mtu kama anasema kuna kijana wangu mimi alipotea, ajue akiangalia katika ile ripoti aweze kupata taarifa sahihi kwamba mwanae amewekwa mle au hajawekwa mle, na hivyo viapo watu wavione ni vya kweli au sio vya kweli. Kwa kama tunataka kuliponya taifa, ni muhimu ripoti ikawekwa wazi, japokuwa yeye ndo anaamua iweke au asiweke, kwa muda gani, kwa forum zipi, kwa bado kumekuwa kuna hiyo changamoto. Lakini pia ameuliza kutokuwepo kwa ripoti kamili kwa kiasi gani kumeathiri uchambuzi wetu. Kiukweli umeathiri kwa kiasi kikubwa sana. Umeathiri kwa kiasi kikubwa kwa sababu sisi tumetoa taarifa kutokana na kile ambacho kimesomwa na Jaji Chande, kiasi kwamba tungepata ile ripoti kamili ingeweza kutusaidia kujua kweli hawa watu ambao tunaambiwa kwamba wamepotea ni wakina nani, wamepotea lini, nani kawapoteza. Tungeweza kujua hivi viapo vina nini. Sio lazima kwamba wangetoa ripoti ambayo labda ina majina, wangeweza kuficha yale majina kama wanahisi kuna haja ya kuficha. Lakini mwisho wa siku, ili tupige hatua kutoka hapa tulipo,
tunahitaji ukweli. Sasa kama hakuna ukweli, hiyo hatua tunaipigaje? Yaani hauwezi ukaita watu waende kwenye maridhiano, ukaita si waende wapi bila kufahamu ukweli, bila kuwa na uwajibikaji, bila kukiri makosa. Sasa ili mimi ambaye nimeathirika na hizi vurugu au nimefiwa na mwanangu niweze kusamehe, si lazima nimjue aliyemsababisha madhara mwanangu? Si lazima akili aseme samahani, siwezi kurudia tena? Si lazima nifidie ili niweze kuingia sasa mezani kuzungumza? Lakini siwezi nikaingia mezani kuzungumza wakati sijui ukweli, hauko wazi, uwajibikaji hamna, kila mtu yuko ofisini ni kama vile hamna kitu kilichotokea. Kwa hiyo kama kweli tunataka kuliponya taifa, ni lazima, na wito wetu ni jambo la msingi kwamba ni muhimu sana hiyo ripoti ikawekwa wazi ili wananchi waweze kujua. Kama tume nyingine zimeweka ripoti zao wazi, tume Kenya, South Africa, sehemu zote, ukitaka kuliponya taifa lazima ukweli na uwazi kwanza kabla ya chochote. Asanteni sana. Kuhusu sheria, kuhusu hiyo kwamba ripoti ni yangu, ripoti ya rais inaitwa Simulizi, ambayo kwa kweli tusikitisha sana pia, kwa sababu kama taarifa za rejea zilikuwa wazi, tume ilitoa kazi ya hadharani, tume ikaenda kufanya kazi ya hadharani, japo waandishi habari walizuiwa kidogo, lakini pia tukaitwa kwenda kutoa maoni, ambao wengine hatukwenda kwa sababu hatuamini tena tume hivyo. Kwa hiyo kama ilikuwa hadharani, maana yake itakiwe hadharani na ripoti tuwe wazi tuweze kuiona. Hizi watu waliosema wamejiteka, tujue wamejiteka vipi na walitekaje. Watu walioambia kwamba wamewalipa watu, wamewafundishia wapi, tuone na hiyo venue waliofundishia, ili tujue wale walioweka ni nani, aliyowalipa hizo 10,000 mpaka 50,000 ni nani, ili tuone wazi. Kama alivyosema mwenzangu kwamba kwenye mawasiliano kunatakiwa kuwa kuna ukweli. Kitu cha muhimu sana ni ukweli. Ukweli lazima uwepo, lakini iwepo haki, iwepo na uwajibikaji pia. Kwa hiyo tunaona ripoti hii haina uwajibikaji, haijasema ukweli vitu vingi, na haijaonyesha haki na uwajibikaji kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto kubwa. Kwa hiyo nadhani tumemaliza kujibu, si kama tumewajibu vizuri. Kama kuna swali la nyongeza au kuna swali jingine, karibuni. Kutoka Haki TV. Kwa namna ulivyouliza swali lako, kimsingi ni hoja ya uwazi na maadili ya kazi. Tunajua kabisa kwamba utaratibu wa polisi kufanya kazi unajulikana. Polisi hatoki nyumbani kwake anakwenda kazini. Anakwenda kituo cha kazi, anapangiwa kazi na anawakilisha serikali kwenye masuala yote yanayohusiana, kama ni mambo ya kukamata watu, kama ni kutuliza ghasia, anatakiwa aonyeshe utaratibu wa kuaminika kwamba serikali ndio iliyomtuma. Hiyo ni moja. Lakini swala la pili ni kwamba uchaguzi ni zoezi la raia, sio la kiaskari kulazimisha watu waende au wasiende au kuzuia. Kwa hiyo ukiangalia hizo picha tumeziona wote, kuna watu kadhaa wamevaa t-shirt pale nyumbani kwangu pale ninakokaa mimi. Walikuja waingia mtaa wa kwanza, walikuwa watu watatu kwa gari dogo la kawaida, waingia mtaani wakaua mtu mmoja pale, kuna kiwanda fulani karibu na mimi, wakatoka. Alafu wataka kuingia mtaa wangu, kuna wanajeshi kama wale walikuwa mbele kule wamesimama, maana nyumbani kwao karibu na kambi ya jeshi. Wakageuza gari wakaendelea zao, wakarudi walikotoka baada ya kuwa huyo mtu mmoja. Hiyo inaonyesha kabisa kwamba au askari au watu walikuwa wanaoa raia hawakuwa rasmi, na walijua kabisa kwamba wanafanya kosa, na walijua kabisa kwamba kosa hilo ni dhidi ya katiba na vile dhidi ya maadili ya kazi ya polisi au vyombo vingine vya usalama. Kwa hiyo tunachoweza kusema pande watu tunasema kwamba ripoti iweke wazi hayo mambo yote, tuyaone, alafu tuyakatae au tuyakubali kwa kuzingatia tunachokijua. Sasa bila kuona ripoti ile hadharani, pengine ndio maana wakaamua kuficha, kwa sababu hawataki watu waithibitishe au waikanushe kulingana na kitu andiko. Kwa hiyo nasema kwamba pengine kukatisha kwa haraka, nilikuwa niseme tu kwamba operation nzima ya kuingia mitaani ama kulazimisha watu waende kupiga kura au kuwazuia wasiende kupiga kura, lakini kutumia silaha za moto
ambazo mpaka leo hatujui hizo silaha zilikuwa za nchi, za dola, za serikali au zilikuwa ni kampuni binafsi wamewapa silaha wale walikuwa wanazitumia. Hatujajua. Amewapa risasi ni nani? Hatujasikia tume kwa mfano. Hajatuletea taarifa, ameenda vituo vya polisi, wamekagua kila kituo cha polisi vinadhani hatua 4. Kituo cha kwanza hatua ya juu na hatua ya pili nadhani mpaka hatua ya tatu. Hizi vituo vidogo vina hiyo store ya silaha. Wao wanaita amari kama sikosei. Askari akienda pale akipangiwa lindo kwenda kwenye lindo ambalo linahusiana na silaha, anakwenda kwenye store, anaandikisha, anapewa silaha, anapewa risasi, anasaini, anaondoka. Akirudi baada ya masaa ya kazi, akifika pale vile vile anarejesha silaha yake, anarejesha na silaha risasi alizopewa. Kama kuna upungufu wote, anaonyesha kwamba hii risasi moja au mbili au kadhaa amezitumia kufanya kitu gani. Na tukio hilo litakuwa liandikishwe kisheria, alafu kama ni kosa basi anabeba mzigo mwenyewe. Kama si kosa basi tukio linakuwa linajulikana na linashughulikiwa kwa mujibu wa sheria kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ukiona yote hayo, tume imekaa kimya. Risasi nyingi zimepigwa. Sisi huko mtaani tunasema ni watu wa maelfu, lakini hata angalau wao 508 ambao tume imesema walifariki, basi ituambie hizo risasi zitoka vituo gani? Au watu 500 na zaidi ambao walipigwa risasi waliuawa. Maana kuna wengine walipigwa risasi 800 na zaidi ambao wasema walipigwa risasi wakajeruhiwa. Lakini vile tungetaka kujua hizo risasi zimetoka vituo gani? Kwa hiyo kwa sababu kila kituo kikitoa silaha na risasi, askari anaandika jina lake, akirudisha anaandika jina lake. Kwa hiyo tungebaini kwa urahisi zaidi kwa mambo ya uwajibikaji, kama ni askari yupi, kituo kipi, kwa akiwa na cheo gani, alibeba silaha ipi, akatumia risasi ngapi. Kwa hiyo alipiga risasi kadhaa, tuweze kuwachukua tukaweka hapo kuwajibisha. Lakini kama tume bado imekaa kimya, maana yake pengine inaficha au pengine ifanye kazi kwa namna ilivyotakiwa. Kwa hiyo isiwe tu kwamba askari hawezi kwenda kufanya kazi ya umma kama hiyo akiwa amebeba silaha, amebeba risasi, alafu amevaa kinyumbani na bunduki mbegani, amevaa kinyumbani. Sio taratibu kawaida. Labda kama kuna operation mahususi na kwa ruhusa maalum kwa kuzingatia miongozo ya polisi. Kwa hiyo naamini kwamba ilikuwa ni moja wapo ya mambo ambayo tunapigania na kuyapinga. Pengine ndio maana tunasema kwamba ripoti yetu tukubaliane nayo ni hayo, kwamba mambo mengi yasiyofuata sheria yalifanyika katika operation hiyo, lakini tunaona tume imeyafunika, hajataja hata jambo moja kuonyesha kwamba kulikuwa na upungufu katika operation nzima ya watu waliouawa na pengine na kujeruhiwa. Ni hicho tu. Asante.